Uhali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na mfumo mpya wa upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani kwa njia ya SIMS umekuwa tiba kwa wanafunzi wa SAUT. Makundi ya upinzani nchini Zimbabwe yameendelea kupiga vikali mapendekezo na marekebisho ya katiba yanayodaiwa kumwongezea muda Rais Emmerson Mnangagwa. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki kutoka jijini Mwanza wamelalamikia uamuzi wa CAF kuipora ubingwa wa AFCON timu ya taifa ya Senegali. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Rebecca Barnaba nitakayekusomea habari za kitaifa na kimataifa. Samira Saloma atakusomea habari za biashara, na katika michezo utakuwa naye Anglis Tewele. Na tuanze na habari za kitaifa. Tukianzia hapa katika ukanda wa Ziwa Victoria, ndani ya ndaki ya Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino campus kuu ya Mwanza. Baadhi ya wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agostino campus kuu ya Mwanza wameridhishwa na mfumo mpya wa upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani kwa kutumia mfumo wa SIMS. Wakizungumza katika mahojiano na SAUT TV, wanafunzi hao wamesema kuwa mfumo huo umeleta mabadiliko makubwa katika kurahisisha upatikanaji wa vitambulisho hivyo na maandalizi ya mtihani kwa ujumla. Mwanahabari wetu Isaya Siji ametuandalia ripoti ifuatayo. Kufuatia upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani katika mifumo ya SIMS kwa wanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, wanafunzi hao wametoa maoni yao namna ambavyo mfumo huo unarahisisha maandalizi yao ya mtihani tofauti na mfumo uliopita. Mfumo wa SIMS unatusaidia wanafunzi wengi kupata ID zetu mapema. Kwanza ukishamaliza kulipia ada, inakurahisishia, unaweza ukakaa hata kama bado labda siku 2 au 3, unaweza kwenda kutoa ID yako na ukaingia kwenye chumba cha mtihani, kutofautisha na mfumo wa zamani kwenda kupanga foleni kusubiri ID pale. Ilikuwa inatuletea ugumu kwa sababu unakuta mfumo unakuwa mgumu sana kupanga foleni mpaka kupata ID yako. Utakuta unachelewa mpaka siku ya mtihani bado hujapata ID yako, unaweza kusababisha ukamisi kufanya baadhi ya mitihani. Kwa kweli ni mzuri na umeweza kuturahisishia, hususan sisi wanafunzi, zile eka za kuanza kusubiri ama kwenda kwa HOD kusubiri hizo ID, sio kuitana majina. Kwa kweli ilikuwa ni kazi sana. Hapo ukiangalia mtu hujasoma nini, angalau ukishapata ID ndo uanze kusoma ama ndo mambo yaende vizuri. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto, lakini ukiwa mtu unajua nishakamisha zangu ada, naweza nikaenda stationery nikaprintiwa ID yangu. Mambo yamekuwa very simple and clear. Kwanza imenisaidia kama mimi mwanafunzi wa mwaka 3 kufanya maandalizi ya mtihani bila wasiwasi, kwa sababu hapo mwanzo the first time ID tulikuwa tunapanga foreign. Sasa unakuta bado hujasoma, bado unaendelea kufanya foreign ya mitihani. Kwa wakati huu imenisaidia kufanya maandalizi ya mtihani bila wasiwasi, bila kuwaza foreign ya kuenda kukaa M15 kusubiria watu wasome tu. Kwa wanafunzi karibia 500 unasubiri jina lako lisomwe. Kwa imenisaidia kuondoa pressure ya mtihani. Hayo yalikuwa ni maoni ya wanafunzi mbalimbali kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, wakielezea namna ambavyo mfumo wa SIMS upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani ambavyo umeweza kuwasaidia. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, jina langu ni Isaya Sijia wa SAUT TV. Ni ripoti yake Isaya Sijia hiyo. Na serikali ya Tanzania imefanya mazungumzo ya kimkakati na kampuni ya mavazi ya nchini China Dishang Group yenye lengo la kuwashawishi wawekezaji hao kuanzisha viwanda vya nguo katika mkoa wa Kanda ya Ziwa ili kuongeza thamani ya pamba inayozalishwa nchini. Ripoti yake Mariam Fakii inasomwa kwako studio na Beatrice Kaitaba. Akizungumza leo jijini Weihai mara baada ya kutembelea kiwanda kinachomilikiwa na kampuni hiyo, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amebainisha kuwa Dishang Group, ambao ni miongoni mwa kampuni zinazoongoza duniani katika sekta ya nguo, haijawahi kuwekeza barani Afrika na Tanzania na inatarajiwa kuwa mlango wao wa kwanza. Profesa Mkumbo amewataka wawekezaji hao kuelekeza viwanda vyao katika mikoa ya Simiyu, Shinyanga, Mara na Singida ili kupunguza gharama za usafirishaji wa malighafi na kutoa ajira kwa wazawa.
Kwa upande wake, meneja wa Dishan Group Sunny Chongtao amekiri kuwa Tanzania ni mahali salama na rafiki kwa kampuni za China na kuongeza kuwa Tanzania ni eneo zuri la kimkakati kwa kampuni zinazolenga kusambaza bidhaa katika masoko ya Amerika Kaskazini na Ulaya. Profesa Kitila yuko nchini China kwa ziara maalum yenye lengo la kuhamasisha uwekezaji kwa taifa la Tanzania. Beatrice Kaitaba, SAUT TV habari. Mtazamaji, ripoti yake Mariam Fakina tupa nafasi ya kupata mapumziko mafupi, tukirejea katika habari za kimataifa. Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV popote pale unapotazama hivi sasa. Ni wakati wa kuiangazia yale yaliyojiri nje ya mipaka ya taifa la Tanzania. Makundi ya upinzani nchini Zimbabwe yameendelea kupiga vikali mapendekezo ya marekebisho ya katiba yanayodaiwa kulenga kumwongeza muda uongozi wa Rais Emmerson Mnangagwa. Mapendekezo hayo yalipitishwa na baraza la mawaziri mwezi uliopita, yanakusudiwa kuongeza muda wa urais kutoka miaka 5 hadi miaka 7 pamoja na kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa rais kutoka kura moja kwa moja kwa wananchi hadi kuchaguliwa moja kwa moja na wabunge. Na kwingineko huko Mashariki ya Kati, mvutano wa kijeshi unaendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati baada ya Iran kudaiwa kushambuliwa kiwanda cha kusafisha mafuta nchini Kuwait siku ya hii leo, huku Israeli ikitangaza kumuua msemaji wa walinzi wa mapinduzi wa Iran. Duru zinaeleza kuwa mashambulizi hayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfululizo wa hatua za kulipiza kisasi ya pande hizo, huku kila upande ukiongeza mashinikizo ya kijeshi, hali inayozua hofu na kuongezeka kwa vita kamili katika eneo hilo nyeti kwa uchumi wa dunia. Ripoti yake Happiness ya Sheri inasomwa kwako na Samsoni Bahati. Mapendekezo hayo yaliyopitishwa na baraza la mawaziri mwezi uliopita yanakusudia kuongeza muda wa urais kutoka miaka 5 hadi 7 pamoja na kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa rais kutoka kura ya moja kwa moja ya wananchi hadi kuchaguliwa na wabunge. Viongozi wa upinzani akiwemo Lavmo Maduku wamedai kuwa wanakumbana na vitisho na mashambulizi wanapopinga mabadiliko hayo. Maduku aliripoti kushambuliwa mapema mwezi Machi katika tukio analodai kuhusisha maafisa wa usalama. Mbunge wa upinzani Jameson Timba pia amesema yeye na wenzake wamekuwa wakifuatiliwa na kutishiwa tangu walipojitokeza hadharani kupinga marekebisho hayo. Wakati huo huo, shirika la uangalizi wa haki za binadamu limeonya kuhusu matumizi ya vitisho na vurugu dhidi ya wapinzani wa mabadiliko hayo, likiitaka serikali kuheshimu haki za kisiasa na uhuru wa kujieleza. Kwa upande wao, viongozi wa kiraia wamesisitiza kuwa katiba ya Zimbabwe inaruhusu wananchi kuandamana kwa amani na wameapa kuendelea kutumia haki hiyo kupinga mabadiliko wanayoyaona kuwa ya kulinda maslahi ya kisiasa. Hata hivyo, chama tawala cha ZANU-PF kimesisitiza kuwa mapendekezo hayo yanaungwa mkono na wananchi wengi, kikidai kuwa upinzani unasambaza taarifa zisizo sahihi kuhusu nia ya mabadiliko hayo. Na kwingineko huko Mashariki ya Kati, Israel imesema itajaribu kuepuka mashambulizi zaidi kwenye uwanja mkubwa wa gesi wa South Pals uliopo Irani. Tamko hilo limekuja siku moja baada ya Irani kufanya shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya Qatar, tukio lililosababisha uharibifu mkubwa katika miundombinu ya nishati. Wataalamu wa nishati wanaonya kuwa uharibifu huo unaweza kusababisha upungufu wa gesi asilia duniani kwa muda mrefu, hasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo katika uzalishaji wa gesi. Uwanja wa South Pals ni miongoni mwa vyanzo vikubwa zaidi vya gesi duniani, hivyo kuathiriwa kwake kuna athari za kimataifa. Wakati huo huo, bei ya mafuta ghafi aina ya Brent imepanda hadi kufikia takriban dola 110 kwa pipa kabla ya kutulia kidogo. Ongezeko hilo linachangiwa na hofu ya usumbufu mkubwa wa usambazaji wa nishati, hali ambayo inaweza kusababisha mshituko wa kiuchumi duniani. Ni Samson Bahati akitupitisha katika medani za kimataifa hivi sasa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana naye Samira Salum atakayekusomea habari za biashara. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Sudi wa Boda. Ustazi shekhe. Sio mwezi huu mtukufu. Yaani wale waajiriwa maofisini wafokewe na mimi nimejiajiri tena naanza kunipokea. Mimi nakupokea. Wewe. Mimi ni bora najitambua wala siusa mambo kabisa. Kufuatilia Sudi wa Boda kila Jumamosi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SAUTV.
Karibu tena mtazamaji wa SAUT TV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Samira Salum. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Emmanuel Nchimbi amebainisha kuwa sekta ya misitu ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa nchi, akieleza kuwa sekta hiyo inachangia takriban 20% ya pato la taifa. Na biashara kimataifa. Kufuatia vita vinavyoendelea huko Iran, baadhi ya bei za mbolea zimepanda kwa 30% hadi 40% kutokana na vita hivyo. Benki Kuu ya Amerika imebainisha kuwa ikiwa wakulima watapunguza matumizi ya mbolea, mavuno yanaweza kupungua, ambapo mataifa yanayoendelea yapo katika hatari kubwa ya kupanda kwa gharama za chakula na nishati. Kwa taarifa hizi za biashara, tuungane na mwanahabari wetu Veronica Mliatu. Dkt. Nchimbi ameeleza hayo siku ya hapo jana wakati akifungua maadhimisho ya siku ya misitu duniani pamoja na kampeni ya kitaifa ya upandaji miti iliyofanyika katika uwanja wa Ilulu mkoani Lindi. Aidha, kwa upande mwingine, Dkt. Nchimbi amesema sekta ya misitu inajumuisha ufugaji wa nyuki, uhifadhi wa wanyamapori, ikiwa mifugo ya ekolojia ina nafasi muhimu katika soko la uchumi na ustawi wa taifa kwa ujumla. Kwa mujibu wa Dkt. Nchimbi, amebainisha kuwa Tanzania ina takribani hekari milioni 48.1 za misitu sawa na 55% ya eneo lote la nchi kavu, ambapo kati ya eneo hilo hekta milioni 44.7 sawa na 93% ni misitu ya uoto wa miombo, huku hekta milioni 3.4 sawa na 7% ikiwa ni misitu ya uwanda wa chini, milimani, mikoko pamoja na mashamba ya miti. Hata hivyo, misitu ina mchango mkubwa katika maisha ya binadamu na maendeleo ya uchumi kupitia shughuli mbalimbali ikiwemo uhifadhi wa wanyamapori, ufugaji wa nyuki, utalii, kilimo pamoja na upatikanaji wa maji kwa matumizi ya nyumbani, viwandani na mashambani. Katika maadhimisho hayo, Dkt. Nchimbi aliongeza kwa kusema maadhimisho hayo yanatoa fursa ya kuelimisha na kuhamasisha Watanzania kupanda na kutunza miti kwa ajili ya kulinda rasilimali misitu. Ikumbukwe kuwa kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya misitu duniani ni kwamba misitu ni uchumi endelevu, tuhifadhi kwa maendeleo ya taifa. Na kwingineko, biashara kimataifa. Eneo la Ghuba ndilo linalozalisha kwa wingi mbolea na usafirishaji wake umevurugika, hata bei yake imepanda kutokana na vita vya Irani, ambapo ongezeko jipya la bei ya chakula katika mataifa yaliyo katika mazingira magumu. Nchi zinazoendelea zimekuwa zikimalika na kuvutia kutokana na uwekezaji, lakini baada ya janga la kimataifa la vita vya Ukraine kusababisha msukosuko katika masoko ya chakula, mafuta na fedha, sasa mzozo wa Irani unatishia kufichua faida hizo na kuziacha kaya zikijitahidi kulisha familia. Odile Renaudi Basso, rais wa Benki ya Ulaya ya Ujenzi wa Maendeleo, pia ni mkopeshaji mkuu katika nchi 40 zinazoibuka kiuchumi, ameeleza kuwa swala hili linaweza kuwa na athari kubwa kwa mfumuko wa bei ya vyakula. Pia Marie Droni, mkurugenzi mkuu wa Moody's Rating, ameongeza kwa kusema chakula na mafuta vinaunda chini ya robo ya kikapu cha mfumuko wa bei cha watumiaji katika nchi nyingi zinazoendelea, lakini wanachangia 30% hadi 50% katika masoko mengi yanayoibuka. Kwa upande wake, shirika la chakula duniani FAO limeongeza kwa kusema nchi kama vile Somalia, Bangladesh, Kenya na Pakistani kwa kawaida hazihifadhi akiba kubwa ya mbolea na hutegemea zaidi minyororo ya usambazaji ya Ghuba. Gharama za mbolea za Kenya tayari zilikuwa zimepanda kwa takribani 40%. Hata hivyo, Benki ya Amerika inaonya kwamba mzozo huo unatishia 65% hadi 70% ya usambazaji wa urea duniani, na bei tayari imepanda kwa 30% hadi 40%. Kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, limeeleza kuwa mlango bahari wa Hormuz uliozuiwa na Teherani una takribani 30% ya mbolea zinazouzwa kimataifa, ambapo wazalishaji wakubwa ni Ghuba ambao wanasambaza amonia na urea kwa wingi. Veronica Mliatu, SAUT TV. Asante sana Veronica Mliatu kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Angeli Setewele. Endelea kutazama SAUT TV habari, mimi ni Samira Salum.
Matumaini yangu mzima wa afya, mwanamichezo mwenzangu, karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Angelise Tewele. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Mwanza wameilalamikia kamati ya rufaa ya shirikisho la mpira Afrika AFCON mara baada ya shirikisho hilo kubatilisha matokeo ya awali ya fainali ya Senegal dhidi ya Morocco na kuipa Morocco ushindi wa mezani. Na katika rubaa za kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limekataa ombi la Irani la kutaka kucheza mechi zake za kombe la dunia 2026 nchini Mexico badala ya maeneo yaliyopangwa awali. Uamuzi huo una maana kuwa ratiba rasmi iliyotangazwa Disemba 6, 2025 itaendelea kama ilivyopangwa bila mabadiliko yoyote. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Salum Jota. Mara baada ya uvunjifu wa kanuni ya kimichezo uliotokea katika michuano ya AFCON katika fainali ya Senegal dhidi ya Morocco, kamati ya rufaa ya AFCON 2025 imempa ubingwa Morocco badala ya Senegal, hali ambayo imezua gumzo kwa baadhi ya wapenzi wa soka nchini Tanzania. Na leo Sauti TV imefanya mahojiano na baadhi ya wapenzi wa soka wanaopatikana katika mkoa wa Mwanza na hana haya ya kusema. Uhalisia kwa mwenendo wa mpira wetu wa Kiafrika kiukweli sio sahihi. Ukianza kuangalia, Senegal ni timu kubwa, Morocco ni timu kubwa, lakini kwa wanachokifanya naona kabisa sio sahihi. Ukiangalia Senegal japo kulikuwa kuna makosa, lakini yale makosa naamini ni ya kibinadamu kama ilivyokuwa imetokea kwa referee. Lakini ukianza kuangalia kwa kuzingatia sheria na kanuni za kuongoza mpira wetu duniani kote, sio Afrika tu, kwa walichokitenda sio sahihi. Kwa mimi sijashangaa kidogo kupewa kwa Morocco ili kombe, kwa sababu hapo zimetumika sheria za kafu. Kama sikumbuki vizuri, kuna sheria namba kama sio 82 basi ni 83, ambayo hiyo sheria inasema ni kwamba endapo timu moja ikaacha kuhudhuria mchezo husika, tafsiri yake yule ambaye alipaswa acheze naye lazima akabidhiwe nini? Point. Ama sisi kama wadau wa soka, kwanza ni aibu kwa Afrika kwenye soka la mpira wa Afrika, kwa sababu huwezi mtu akakaa na ubingwa zaidi ya siku 50 alafu uje mnyang'anye ubingwa, kitu ambacho ni tofauti. Kama waliona Senegal wako kinyume na utaratibu wa kafu kulingana na kanuni zao, ilipaswa wanyang'anye, wasiwape ubingwa Senegal siku ile ya kwanza, au wangeamua wasiwaruhusu kurudi tena uwanjani baada ya wachezaji wa Senegal kwenda kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Lakini baada ya kuwaruhusu tena warudi uwanjani, halafu tena baadaye washinde tena kwenye goli halali, baadaye tena wawanyang'anye ubingwa kwenye soka la Afrika, ni aibu kubwa sana. Hatua ya kamati hiyo kuipa ubingwa Morocco imezua gumzo tena katika nchi mbalimbali za hapa duniani zinazofuatilia soka, hususan katika bara la Afrika. Na katika ugwe wa kimichezo kimataifa, shirikisho la soka duniani FIFA limekataa ombi la Iran la kutaka kucheza mechi zake za kombe la dunia la 2026 nchini Mexico badala ya maeneo yaliyopangwa awali. Uamuzi huo una maana kuwa ratiba rasmi iliyotangazwa Disemba 6, 2025 itaendelea kama ilivyopangwa bila mabadiliko yoyote. Kwa mujibu wa FIFA, hakuna sababu ya msingi ya kubadili upangaji wa mechi hizo, huku msemaji wake akisisitiza kuwa timu zote zinapaswa kufuata ratiba rasmi. Kauli hiyo imetolewa kupitia mahojiano na chombo cha habari cha Athletic. Iran iliwasilisha ombi hilo kutokana na sababu kadhaa za kiusalama na kisiasa. Kwanza, kuna hofu juu ya usalama wa wachezaji wake endapo watasafiri kwenda Marekani, hasa kutokana na uhusiano usio mzuri kati yake na Marekani pamoja na Israel. Aidha, kauli ya Donald Trump iliyopinga uwezekano wa Iran kucheza nchini Marekani ilichukuliwa kama ishara ya hatari kwa timu hiyo. Pia changamoto za upatikanaji wa visa nchini Mexico kudai kuwepo kwa vikwazo katika mchakato wa utoaji wa vibali hivyo. Mbali na hayo, hali ya mvutano wa kijeshi na mashambulizi ya anga yanaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati imeongeza hofu kwa Iran, ambayo inaona safari ya kwenda Marekani ni kuwa hatari kubwa kwa usalama wa timu yake kwa ujumla. Jina langu ni Salum Jota wa Sauti TV. Asante sana Angelise Tewele kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo
ndizo zinatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Mfumo mpya wa upatikanaji wa vitambulisho vya mtihani kwa njia ya SIMS umekuwa tiba kwa wanafunzi wa SAUT. Makundi ya upinzani nchini Zimbabwe yameendelea kupiga vikali mapendekezo na marekebisho ya katiba yanayodaiwa kumwongezea muda Rais Emmerson Mnangagwa. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki kutoka jijini Mwanza wamelalamikia uamuzi wa CAF kuipora ubingwa wa AFCON timu ya taifa ya Senegali. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rebecca Barnaba. Wana wakati mwema na kwaheri. Thank you.